مولانا منا مولانا يا حسين يا حسين هو مولانا منا مولانا يا حسين يا حسين 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 يا حسين kwa damu yako dini lisimama ya Hussein ya shahida kuna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu tena katika kipindi chako cha silsila za Muharram. Na kama unavyojua katika kipindi hiki tunaangazia matukio yaliyotokea katika ardhi ya Karbala, na tumeanza kuelezea kihistoria nini lifanyika, na tukiwa na Sheikh wetu ametupa historia ya Uislamu ulivyokuwa, na jana tulizungumzia ukhalifa ulikuwaje na ukhalifa ni nini katika Uislamu. Hivi leo tunaenda kumwangazia Muawiya. Muawiya ni nani na alichangia vipi katika matukio yaliyotokea katika ardhi ya Karbala? Assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Katika kipindi kilichopita ulituelezea kuhusu makhalifa ambayo walikuwa katika Uislamu wale wa kwanza. Hivi leo tulikuwa tunataka kumwangazia Muawiya. Muawiya ni nani? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awladi al-Husayn wa ala ashabi al-Husayn wa ala shi'ati al-Husayn. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam, nashukuru tena kwa kutukua na nyinyi tena. Alhamdulillah. Nialika tena ajili ya majlis hii silsila za Muharram. Nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah leo Mungu akitupatia uwezesha na tupatie taufik tuweze kufaidika sote inshallah. Amen. Kujua zaidi kuhusiana na historia ya Kiislamu, vitu ambavyo vikachangia kufika umma katika kadhia ya al-Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. Katika vitu ambavyo vilichangia kadhia ya Imam Hussein ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Muawiya ni nani? Muawiya ni mtoto wa mtu mwenye tulimtaja siku ya kwanza anaitwa Abu Sufyan. Na mama yake anaitwa Hind. Hind ni mwenye alikula ini la Hamza. Na baba yake alikuwa ni katika wakubwa wa mushrikini. Walisilimu hawa katika mwaka za mwisho za Uislamu, mtume akiwa hai, katika mwaka ya Fath Makkah. Baada ya kuwa mtume waliweza kufanya Fath Makkah, wakafika, alafu mtume akasema sisi si kama hao watu wengine. Mtu wote mwenye yuko sijui wapi yuko safe, mwenye atakuwa kwa nyumba nani yuko safe, nani yuko safe. So what happened ni nini? Baadhi ya watu wakasilimu baada hiyo kadhia, na baadhi walisilimu tu kwa safe, even though mtume alikuwa amwambia wako safe, wanaweza kufanya vile wanataka alafu na kuna baadhi ya watu mtume akawaita tulaka, akamwambia nyinyi tokeni hapa na nyinyi nimewachia huru. Yani ilikuwa ni kama mwafukuza sort of. Sasa Muawiya alikuwa katika hiyo timu. Sasa Muawiya kihistoria hawajamtaja sana. Yes. Kuna baadhi wanapenda kumuita Khalul Mu'minin kwa sababu yeye dada yake ni mke wa mtume Habiba. Lakini sio kila mtu anakubaliana. Baadhi wamemtaja ni kama alikuwa ni katibul wahi, yani yeye ndo alikuwa anaandika Qur'ani. Lakini mmoja anauliza Qur'ani imeshuka kuanzia for 23 years, ya amesilimu mwaka fulani. Qur'ani hiyo muda yote ilikuwa ijaandikwa. Swali la kujiuliza. Naam. Sasa chenye kilitokezea nini? Katika kidogo hajatajwa sana siku hizo. Kuna baadhi ya hadithi zenye zikumtajwa kwa uzuri, si lazima tuzigusie. Baadhi ya ulama wanazitaja. Sasa lakini to focus on this end. So what kilitokezea nini katika khalifa wa kwanza na wa pili tuwasikii sana. Kuna hadithi moja nilisikia kwamba babake alimwambia sikiliza maneno ya khalifa wa kwanza, wa pili na usiende opposite yake. Zama za khalifa wa tatu
Uthman walikuwa na uhusiano wa kifamilia. Hata Abu Sufyan alifurahia sana Sayyidina Uthman amekuwa khalifa. Akaambia watu wake talakafuha, yani mrushiane hii kitu, yani ukhilafa ama nini, kama watu wanarushiana ball, hii kitu isitoke kwa mkono wenu. Kwa hivyo ilianzia kwa Uthman. Sasa kwa sababu what happened, Uthman alituma Muawiya na ndugu yake mkubwa mwenye nadhani aliuliwa huko Saidi Damascus, huko Sham ndo kunaitwa sasa Syria saizi. Sasa wakaenda huko wakapigana, wakanini, wakachukua baadhi ya maeneo nini. Sasa wakakuwa ni kama governor huko, ndugu yake kupasa makuliwa, sikumbuki vizuri, yeye ndo akakuwa kama anasimamia. Sasa Muawiya kitu yenye alifanya yenye pia ilileta ikhtilafu kubwa sana katika zama za nini, yeye alisema kwamba yeye anataka kulipiza kisasi cha kifo cha khalifa wa 3. Unaona? Sasa hiyo kadhia ndo ikalead ku kadhia ya Jamal ilichangia. Yes. Nenye masahaba wengi sana waliliwa, ilikuwa kihistoria watu wengi sana hawajui, but ni kitu ya kuumiza sana kihistoria. Ya kwa Waislamu kwetu, kwa sababu watu wengi sana walikufa katika hiyo kadhia. Hiyo kwanza. Pili, kuna kadhia ya Siffin. Sasa yeye mwenyewe vita vyake ni Imam Ali. Sasa hizi vita ilikuwa kuna shida moja kubwa. Sasa katika kadhia Siffin, unajua zingine mtu ana suppose kujua njia ya haki, naam, njia yenye ni ya haki na njia yenye sio sahihi. Kwa sababu at the end of the day, yes, baadhi ya watu wanasema masahaba labda wale kidogo walipishana wakafanya nini. Mimi sina hiyo, sifanyi bahthi ya kwamba huyu labda alifanya, huyu atakuwa hivi ama hatakuwa hivi. Hiyo bila shaka sisi ndo tunagawa moto wala jahannam. Na nadhani pia wakitaja hivyo, hiyo ndo ni dalili yao. Lakini kitu mimi nasema ni bora mimi ni kuwe katika side yenye nijue tu at least gani ndo ilikuwa iko right, hata kama na sita waamulia hao ni yenye right, ndo at least nijue nafanya nini. Kwa sababu baadhi ya hizi matukio zilileta baadhi ya mfarakano kwa umma ya Kiislamu. Sasa unakuta hapo ndo kwa baadhi ya firqa, baadhi ya groups, baadhi ya nini. Sasa inaleta ikhtilaf. Sasa wewe unatakana pia at the end of the day utafute hiyo path yenye iko at least kwa kama unaweza kuelezea Mwenyezi Mungu, okay, mimi nilielewa hivi. Si ndio? Ilikuwa ni sincere katika kutafuta. Sasa unaona kuna vita baina khalifa. Yes, mtu wote mwenye angesimama apigane na khalifa wa kwanza, sidhani mtu wote angekuja aseme ya kwamba ilikuwa ni fitna baina masahaba ikaisha. Si ndio? Kwa sababu wako kulikuwa kuna vitu vilitokezea katika zama za khalifa wa kwanza. Ndio kwa hurubu ridda na nini na nini. Baadhi waliritadi, tukasema baadhi wakasema ni mitume, ni story tu mingi. Wametajwa hivyo na uoni hakuna ni. Lakini ikifika kwa Imam Ali, kwa nini kuna leniency towards watu wenye walipigana na khalifa wa 4? Na ni khalifa wa Islamu, watu ndio wamemchagua. Unaona? Sisemi uchukue side, lakini ni vizuri uelewe kwa nini mimi labda nimechukua side Imam Ali. Kweli. Hii hadithi kutoka Akrama imetajwa, nadhani iko katika kitabu cha Sahih Bukhari. Hadithi 2657 ya kwamba watu walikuwa, tulikuwa tumeketi hivi tunaongea kidogo, tumechoka, tunakunywa maji, vitu kama hizo. Alafu tukaona Ammar yuko busy anatengeza hizo bricks za kutengeza msikiti, anapeleka, anarudi. Sasa watu wanabeba moja, Ammar anabeba 2. Alafu mtume akapita kando yake, alafu alikuwa kuna vumbi kidogo, wamasaha an ra'si al-kubar, akapanguza kutoka kichwa cha nani? Ammar bin Yasir. Yes, mnajua Ammar bin Yasir? Mnajua Sumaya? Sawa. Min kubar ala wajhi, min ala ra'si, akamfuta kidogo. Qala wayha, ewe Ammar, taqtuluka al-fi'atu al-baghiya. Ammar yad'uhum ila Allah wa yad'unahu ila an-nar. Ammar utauliwa na wale watu wenye walienda njia ya kinyume na wakakuwa wanapigana na serikali. Yani hao watu wenye watakuwa on the wrong side. Na wewe utakuwa unawaita katika njia ya Mwenyezi Mungu
na hao watakuwa nakuita katika njia ya nini? Yenye si ya moto. Ya hadithi ya Mtume katika Bukhari. Sasa zama ya Imam Ali kinye kilitokezea nini? Baada ya kwa Imam Ali akakuwa ameenda vita na Muawiya, ikaleta shida. Kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuwa nakumbuka hii hadithi. Wakaulizana, sasa Ammar atakuwa side gani? Akikuwa hii side, hadithi ya Mtume anasema yeye atakuwa anawaita katika njia ya pepo, kama iko side nyingine mtakuwa na shida. Inasemekana Ammar bin Yasir akajoin group ya Imam Ali. Akapigana baka akauliwa na group ya Muawiya. Sasa unajua watu kidogo ikashtua jeshi, kwa sababu watu walikuwa nakumbuka hadithi ya Mtume. Sasa unajua Muawiya alikuwa ni propaganda machine. Katika sekta alikuwa anajulikana kipolitics. Yaani tuseme alikuwa anajua siasa. Yes. Imam Ali anamwambia katika Nahjul Balagha, hata mimi najua siasa lakini siwezi kuitumia katika njia yenye ikubali kudanganya, konfa nini si. So Muawiya akasema nini? Akasema ndio Ammar alikuja si tukamuua, lakini nendo alimuita akuje vita. Sasa anasema mwenye muua ni Imam Ali. Anageuza bakuli. Yes. Ni sawa. So hizo ndio ilikuwa ni maneno yake yeye na nani. Sasa kitu ilifanya hizo kadhia, kwa sababu watu walikufa in thousands. Yes, ilivunja sana, ikaleta fitna, ikaleta shida, kwa sababu hizo idadi ndio unaona kutoka Muawiya tena hawakutaja katika khulafa ar-Rashid. Unaona? Sasa Muawiya yeye siku zake kitu akafanya baada ya kadhia Imam Hassan. So Muawiya inasemekana, baadhi wanataja kihistoria, beside yeye kukua sababu cha kifo cha Imam Hassan, alisababisha kifo baadhi ya watu wengine. Beside hizo za vita kulikuwa wengine walipatiwa sumu na nini na nini. Alafu kitu kingine yenye alifanya Muawiya, alikuwa kuna vitu zingine tu mtu akifuatilia mwenyewe anaweza kupata. Sasa Muawiya baada kwa alikuwa na ile agreement ya peace Imam Hassan, si akai badilisha story. Sasa Muawiya around mwaka wa 56 kama sijakosea, 56 57 akaulizana my people, akauliza katika watu wa karibu, huyu kijana wangu Yazid anaje akue asichukue serikali baada yangu? Akasema ni kijana wanafanya vitu fani akai serious. Akasema sawa. Inasemekana akamtuma na jeshi fulani, akakuwa katika panti ya jeshi ili kidogo watu wamjue jina yake, kwa sababu hakuna mtu alikuwa anamjua, hakuna mwenye anamjua. Watu wenye wanamjua ni wachache, na wenye wanamjua hamjui kwa uzuri, na ni watu wake wa karibu. Sasa baada ya kurudi kidogo wa vita, huyu ameenda akasaidia vita fulani nini, ikakuwa kwamba Yazid Muawiya akaanza campaign. Kitu ya kwanza kabisa yenye ilifanyika katika Uislamu, Muawiya akakuwa anapiga campaign ya khilafa mtoto wake kabla yeye akufe. Ashaanza kumtengenezea njia. Yes. Sio katika sahaba huyo mtoto. Kweli. Na baadhi ya ulamata wa Kisuni wenyewe wamuiti pia katika tabi'in wenye kuna ihsan. Unajua kuna tabi'in wenye wanajulikana pia kwa uzuri na nini. Sasa akafanya nini? Akaanza kuzunguka kila mahali kufanya nini? Kuchukua bai'a. Sasa yeye huyu Muawiya ni mtu wa chess. Akaanza na huku nchi mali dhaifu wenye watu wanamuogopa. Unajua pia inasemekana Muawiya mali yote ilikuwa maneno ya Imam Ali, alijaribu kuizima wapenzi, baadhi ya watu wakauliwa, idadi kubwa sana, kwanza Saudi ya Yemen. Alafu na pia zama zake ndio hizi tabia, ama katika khutba, unajua Imam Ali alikuwa analaaniwa kila Friday katika mimbar. Sasa Muawiya kwa sababu kuna vitu alifanya, moja yake ni hiyo, moja yake nyingine zama zake ndio kidogo hadithi zikaanza kutengezwa, hadithi fake. Watu wanalipwa wanatengeza hadithi fake, mzuri na mbaya. Zingine hata baadhi wanasema hizi kadhia za kutaja familia Mtume kama Hamza kusilimu,
sijui Abu Talib kukosa kuwa Muislamu, mamake Mtume. Hizi zote mpaka mamake Mtume Baka nini zilikuja hizo siku, kwa sababu unajua yeye pia anajaribu kuficha historia yake. Sasa unajua kama sote tuko wachafu, tuko sawa, tuko draw. Unaona? Sasa what happened ni nini zama za Muawiya? Muawiya akafanya nini? Sasa unaona ni kama saizi tuko Kenya, unataka campaign. Rais anataka mtoto wake akue apiganiwe 2027. Si ndio? Anafanya nini? Anaanza na tuseme wapi? Hebu niambie town moja yenye hata ujui. Naanza pengine huko unatafuta tu kijiji maybe marginalized. Kijiji tu mbali sana. Yenye watu wajui, si ndio? Unaenda unachukua kura huko. Unachukua kura huko. Unaenda kidogo kubwa zaidi, unaenda kubwa zaidi, unaenda. By the time mwaka umeisha, wewe umezunguka Kenya mzima. Umebaki na town gani? Nairobi. Wewe akazunguka kila mahali. Akijua mahali penye kutakuwa na shida na kukubali mtoto wake, town kubwa pengine ni Madina. Kwa sababu Madina ndio ni town ya Mtume, masahaba wako hapo. Kweli. Mwawe akazunguka akachukua bai'a huku na kule. Amechukua bai'a kwa mtu yenye wanasubiri akufa alafu ndio achukue ukhalifa. Unaona? Kitu yenye haijai kufanyika katika Uislamu. So Muawiya akafika, alafu inasemekana wakaita masahaba nini, akamwambia mimi sijui nini kuna huyu kijana wetu mzuri nini, kuja maneno yake tu. Sifa. Sasa baadhi wampatie bai'a. Naam. Watu wengine wakakubali kuogopa, wengine wakakubali kipesa. Lakini baadhi wakakataa. Mmoja wao ni nani? Ni Imam Hussein alayhi salam, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Abi Bakr, kadhalika na baadhi wengine. Sasa ni wakati gani? Ni wakati ameshaongoza kwa muda mrefu, almost 17 years. Anaelekea saa mwisho wake. Kutoka 40, around 40, si ndio? 40-41 Muawiya amechukua after hijra, yani 40-41 hapo. Sasa na kazi yote anafanya sahihi. So yeye alianza hii story ikikuwa na 56-57. Ameanza campaign. Umeona? Kwa sababu khalifa ilikuwa ni mpaka kifo. Kwa sababu yeye ilikuwa kawaida ni hivyo. Unless labda ufanye kitu yenye alijaribu kufanya khalifa watatu, lakini it did not end in a peaceful way, unfortunately. Sasa inasemekana ya kwamba Abdullah bin Umar alikataa bai'a, akasema tupatie bai'a mtu mwenye amezoea kucheza na manyani na umbwa na kunywa pombe na anafanya vitu za haramu tu hivi bila hata kujificha. Siku ya kiyama tutaambia Mwenyezi Mungu nini? Tupatie serikali ya Kiislamu mtu mwenye hana dini ama afuati dini. Si hiyo story kaisha. Muawiya akasema ndatafuta namna nyingine. Lakini tayari yuko na 90%, 99% za kura. So yeye hata ogopi, nyinyi watu wachache. So Muawiya siku zake zikaisha akakufa. Katika Rajab wa mwaka wa 60, around 15th of Rajab, Muawiya akakufa na kijana wake Yazid akakuwa khalifa. Kitu ya kwanza kabisa akatumana wapi? Akatumana Kufa. Madina. Watu wachukuliwe bai'a. Sasa nadhani hii kuanzia hii stage tutaweza kuongea katika episode nyingine. Lakini sasa Yazid ni nani? Historically Yazid alishikilia tuwezi hiyo jina khalifa ni mzito sana kwa mzito sana. Khalifa ni wa Mtume. Sina? Kweli. Sasa Yazid alikuwa anajulikana na nini? Yazid alifanya nini na nini? Yazid takriban maulama wote wanakubaliana alikuwa anajulikana na vitu kadhaa. Anakunywa pombe, haogopi. Yazid anacheza na wanyama, umbwa, nini, yeye ana shida. Na takriban tunaweza sema tu kwa ufupi alikuwa anafanya mambo ambayo kwa Uislamu mtazamo wa Kiislamu ni mambo haramu. Na si haram dogo. Unajua kuna kabila na saghira. So kwa ujumla mambo yake yenye pengine mtazamaji akiweza kuresearch
Yes. mambo mazito zingine. Yes, sasa tuache. Sasa lakini historically, wachana sasa, hiyo ni personal level. Historically Yazid alifanya nini katika miaka zenye alikuwa ameshikilia serikali? Yazid ibn Muawiya ibn Abi Sufyan. Unajua hapa hivi unaona hii period kama hii ndio imetupeleka sisi kama Waislamu wa nchi zetu za Kiislamu, unaona hata pombe ikikunywa nini hakuna shida. Hizi ndio ni vitu zilisababisha baka zikakuwa normal. Unaona? Vitu ya kwanza, kwa sababu before that ilikuwa kitu kama hiyo haionekani. Unaona? Sasa Yazid alichukua khilafa kutoka 60 mpaka 64. Yazid anajulikana na kufanya vitu vitatu. Sasa hiyo ni beside his personal level. Katika mwaka wa 61 wa Hijria aliua mjukuu wa pili wa Mtume Muhammad, al-Imam al-Hussein, katika ardhi ya Karbala. Unajua mtu mwenye amjui Imam Hussein hiyo machungu na kuelewa what happened kidogo labda ya tamis sana. Yeye kama Muislamu aangalie Mtume anaangalia kitu aje. Kama Mtume yuko na furaha, Mtume amenyamaza, anaangalia tu kama akiwa, ama Mtume atakuwa na huzuni. Akachukua familia ya Mtume akawapandisha, kuna kesi mkubwa, akatembea miguu katika hizo joto janga ya Karbala, wakatolewa kutoka Karbala, wakatolewa Kufa, wakapelekwa Kufa, wanazungushwa, wanaonyeshwa yani mjukuu wa Mtume wa familia zake, yani mabinti za Mtume na nini au wajukuu wake wamechukuliwa, wanazungushwa nchi za Kiislamu. Bibi Zainab huyo. So wakatoka hapo wakapelekwa mpaka Sham, na hizo chenye kilitokezea Sham mpaka mwisho. Unajua kuna baadhi ya watu wanamtetea Yazid na mimi siwaelewi. Yes. Sababu tarehe yenyewe tayari inaonyesha kwamba maulama wengi sana wa Kiislamu pia wenyewe wanasema, wengine kama Ibn Taymiyyah mwenyewe anasema group wenye wanaongelea Yazid ni watatu. Ibn Taymiyyah kidogo ni mkali na kidogo labda sisi ni mafuta na maji. Anasema kwamba group ni mbili. Kuna wenye walisema tu yuko sawa, wengine wakanyamaza, wengine baka wakafika marhala ya kumkufurisha. Huyu ni Ibn Taymiyyah anaongea, sio maneno yako. Unaona? Even though yeye anachukua ya katikati kama kawaida na baadhi ya watu. Sasa kinilitokezea nini? Hiyo ni mwaka yake ya kwanza. Yazid bado ni khalifa miaka ngapi zingine? Yani hii tukio la Karbala alifanya kwa mwaka wake wa kwanza. Mwaka wake wa kwanza. Usisahau, unaona amechukua Rajab, si ndio? Baka takriban ni Muharram, around 4 months. Ameua Imam Hussein. Si ndio? Sasa baada ya Imam Hussein kuuliwa, ikawa Yazid amealika baadhi ya hawa masahaba na nini kuweza kujaribu kuongea nao, kujua vile kunaendelea vitu nini. Wakafanya nini? Wakaenda huko Sham, wakakutana na yeye. Kwenda huko wakakutana huyu mtu, huyu mtu hata kama inajulikana yeye ni Muislamu, lakini yeye na kutekeleza Uislamu yuko mbali sana. Masahaba na watu wenye walikuwa wanajulikana wazito wakarudi Madina, wakasema huyu mtu tuwezi kumfuata. Si ndio? So what happened? So tayari watu kwa ujumla walikuwa opposed uongozi wake. Yani tayari hata kama umjui, lakini tayari ukianza kumjua tayari unaona tu hapana. Wakafani na wakampiga governor wa Madina, wakamfukuza na wakasema atoe hizo haraji na nini. Sasa wakasema sisi tutajua vile tutafanya. Yazid akasikia maneno. Kwa nini mnafanya hivyo? Nyinyi kama mji wa Mtume, kwa nini mnafanya hivyo? Nyinyi ni kama mjui Yazid. Yazid akatuma jeshi. Punishment. Akatuma jeshi. Sasa ndio kuna kitu ukigoogle inaitwa Waqi'at Harra, the event of Harra. What happened? Waislamu Madina si wanajua kwamba siku za Mtume tulifanya Khandak. Wakapiga Khandak
si ndio? Lakini huku nyuma ilikuwa wazi, so wengine wakaingia hivi wakauliwa nini, masahaba wengi sana. Baadhi hata wanataja idadi kama 80 wa mtume wakauliwa. Wanawake, watoto, nini. Kuna vitu vilitokezea, baadhi wanasema kwamba Baka aliambia watu wake fanyeni vile mnataka, ni halali. So naona hapo hivyo ndio ni muhimu ya kwamba mwenye serikali ya kuwa anafuata dini, ukiambia kama serikali fanyeni, watu fanyeni vile mnataka, ni halali. Tayari umeenda kinyume na dini 100%. Yes, no, unapoteza watu. Hiyo ni mji wa mtume, baadhi wanasema hata msikiti wa mtume kajaa damu. Unaona? So hii ni mwaka wake wangapi? Wa pili. Mwaka wa 3 tunaongelea Yazid mmoja. Mwaka wa 3 kuna katika Maka, mji wa Maka, kuna mmoja anaitwa Zubair, Abdullah bin Zubair. Ni mtoto wa sahabi, na kama sijakosea nadhani yeye pia aliona mtume. Kuna watoto 3 wameona mtume, 4 ama 5. Kuna Ibn Abbas kama sijakosea, kuna Imam Hassan na Hussein kama sijakosea, Zubair pia ni mmoja wao kama sijakosea. Lakini at least inapatia watu sababu ya kwenda ku Google zaidi, kwa sababu hizi nukta mtu akiweza ku research zaidi, ni kila mmoja tayari ana story kivyake kwa. Yes. Sasa akasema mimi huyu mjamaa si mtu mzuri, mimi ni khalifa. Sasa hapo hivyo kukakuwa mvutano wa khilafa ingine. Sasa vile yeye akaamua hivyo, Yazid akafanya nini? Kwani mnafanya hivyo tena? Ni mnajua mimi ni nani? Yazid akaambia jeshi wapenduke kutoka Madina waende wapi? Maka. Guess what? Wakafunga Maka. Usijika inshallah Mwenyezi Mungu apatie tawfik muende huko haji. Nini kidogo kuna unajua Kaaba na nini katikati ya milima hivi, kuzunguka si easy. It is kinda safe somehow. Maeneo ya kuingia. Sawa, wakakuwa wametengeza blockade hivi kama fort ama something. Sawa, jamaa akajaribu kuingia Maka kumshika huyu na hao watu, ikakataa. Wakasema you know what? Siku hizi unajua teknolojia imeendelea. Kulikuwa kuna kitu inaitwa manjanika. Manjanika unaona fair? Ni kama fair uweke chini hivi, alafu ufungilie hivi kitu, lakini uweke hivi, sasa unaivuta hivi unaachilia. Nimeona vitu umeziona hizo, si ndio? Alafu unaweka moto. Hiyo mwaka ni mwaka katika mwaka zenye Waislamu walishangaa. Kaaba ikachokismi yake ikachomeka. Teknolojia ya vita ilikuwa inaendelea kiongezeka. So unaona huyu angalia tena Kaaba kama maeneo ya heshima na nini? Kwa sababu man dakhalahu kana amina. Mwenye ataingia hapo hivi hata ukienda haji hauna ruhusa hata kuwa umbu. It's a sanctuary. Unaona? So ndo hata maulama kwa upande zote, said zote za Kiislamu, mmoja wanasema kwamba katika maulama anasema kwamba mimi nashangaa mtu wote mwenye anaweza kutetea Yazid. So Imam Hussein ameuliwa na mtu kama huyo. Mwenye mwaka wa kwanza ameua Imam Hussein na masahaba wake. Mwaka wa pili ameenda akaingia Madina, akaamua kuwa watu masahaba wa mtume, baadhi yao wanawake wakakuwa wamesumbuliwa na damu kumwaga katika msikiti wa mtume. Na mwaka wa 3 tunamwona ameenda kuchoma Kaaba, na Maka kukakuwa tu wameuliwa na nini. Lakini baada ya hiyo kadhia, baada kuwa wakavamia Kaaba mara kwanza, kidogo wakakuwa na shida, wakapause kidogo, habari ikafika Yazid amekufa. Kama sio habari tujui kungekuwa aje. Nashukuru sana Sheikh kwa hiyo historia ulitupa kumuhusu Yazid na Muawiya baba yake. Na tunapata kufahamu kwamba walipata uongozi wa Uislamu kwa vyovyote walivyopata, lakini inaonyesha kwamba uongozi ule hukuwa ni uongozi ambao pengine hata mtume angeridhia. Mtume aliwacha hadithi vizuri sana. Akasema hii imetajwa katika vitabu tofauti, baada yangu kutakuwa makhalifa 12.
kama mtawafuata mtakuwa katika usalama na dini yenu itakuwa katika usalama. Lakini sasa hapo hivyo ndio unaona ilibidi wasimamie 4 kwa sababu Mtume alisema 12. Sasa kwa sababu namba tena zikuingiana. Naam, so naona hapa tayari tumepata hiyo historia ndogo. Na natumai mtazamaji ameweza kuelewa, amepata at least a piece of history, amepata nukta kadhaa ambayo itaweza kumuonyesha historia ilivyokuwa. Alhamdulillah, tunashukuru kwa mchango wako na natumai utakuwa na katika vipindi vitakavyokuja. Maana tukiangalia Sheikh ni kwamba wengine inabidi tunakuwa wanafunzi. Tuko katika majalisa lakini waweza sema labda mbona huyu amenyamaza sana, lakini tunakuwa wanafunzi, angalau tunapata kujua historia zaidi na zaidi. Na sisi inatupa fursa pia ya kuwa na uwezo ule wa kwenda kutafuta kufanya ile historia kwenda ili tuweze kuchangia. Na kabla hujamaliza Sheikh, umetaja kwamba Yazid alikufa. Sasa tunajua kama yeye alikufa tu kama kawaida ama yeye alikufa labda kuna watu walichangia katika kufa kwake ama yeye ilikuwa ni kawaida? No, alikufa. Kuna story mbili, baadhi wanasema ni kama alienda kuinda. Alikuwa anapenda sana kuinda. He was into fun hunter. So hapo hivyo ni kama akapotea akakufa or something like that. Lakini hakukufa tu, like hakuuliwa. Yes. Shukran. Baadhi wanasema aliuliwa but it's ikai reliable. Inasemekana vile alipotea, mmoja akamkutana naye akasema ni Yazid, alafu akamuua. Akasema wewe ni Yazid? Yazid ule mmoja? Akamuua. But hiyo ingine yeye kupotea na kuanguka kwa farasi something like that inakaa more authentic. Shukran sana Sheikh kwa maelezo yako. Natumai mtazamaji pia ameweza kufaidika na machache. Na natumai utaungana nasi katika vipindi vijavyo na tutaendelea kusoma mengi na tutaendelea kuongeza elimu yetu katika kipindi chetu cha Silsila za Muharram. Asanteni sana na tuungane katika vipindi vingine. Fi amanillah. مولانا يا حسين يا حسين مولانا مولانا يا حسين يا حسين 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 يا حسين قدموا يا قدني لسماما يا حسين يا شهيدكم.